Habari, nikukaribishe moja kwa moja kwenye kipindi chetu cha High Drama. Kipindi cha High Drama ni kipindi ambacho kitakwenda kukufundisha namna gani ya kuishi na jamii iliyokuzunguka ama namna gani ya kujikwamua kiuchumi kutoka chini na kuwa mtu mwenye mafanikio. Usikose kufuatilia kipindi cha High Drama. Ni mimi Mr. Gamba OG, na nyuma ya kamera ni mwanadada mmoja mrembo kabisa, Roach Queen. Usisahau kumfollow TikTok pamoja na Instagram na Facebook. Tunaanza na kipindi chetu cha High Drama. Kulikuweko na mwanadada mmoja mwenye mafanikio, tajiri, mzuri, mrembo, mwenye kila kitu kwenye dunia hii. Mwanadada huyu aliamua kutengana kabisa na wanadamu. Ila mwanadada huyo aliamua kuachana na mume wake na kwenda kuishi peke yake. Mwanadada huyu alikwenda kujenga nyumba nzuri, kubwa, ya kifahari. Mwanadada huyo alikuwa akiishi na mbwa. Sio mbwa koko, ni mbwa ambaye alikuwa akimfundisha maadili mazuri. Mwanaye alikuwa na umri wa 1.5 mwaka. Basi mwanadada huyo aliweza kumgharamikia mbwa wake na kumlisha vyakula vya gharama na kumwonyesha thamani kubwa kama ipasavyo kwa binadamu. Siku moja mwanadada kaamua kuondoka na kumwacha mbwa ndani pamoja na mwanaye akiwa kitandani amelala na kwenda sokoni kwa ajili ya kuemea mahitaji yake. Basi muda huo huo alitokea chatu, na maanisha nyoka mkubwa kabisa mwenye sumu kali. Aliingia katika nyumba ile kwa ajili ya kwenda kumzuru mtoto wake aliyekuwa amelala kitandani. Basi kwa kuwa yule mbwa alikuwa ni mbwa mwenye maadili, ni mbwa aliyekuwa kumbuka fadhila, hakukubaliana na kitendo kile cha yule nyoka. Aliamua kuingia kwenye vita kubwa sana, pambano kubwa baina yake yeye na yule nyoka, na kisha mbwa yule aliweza kumlalua yule nyoka na kumuua. Yule mbwa akachukua maamuzi ya yule mtoto kumchukua na kumtoa nje kidogo kibaradhani. Basi yule mwanadada alirudi ndani. Baada ya kufika nyumbani, alikuta damu zimetapakaa, zimeenea kila pembe, na kisha yule mwanadada alipata hofu kubwa. Alianza kumuita binti yake na kumuita yule mbwa. Aliita jina la yule mbwa kwa muda sana. Basi hofu yake kubwa ikatanda kwamba mwanae atakuwa kaliwa na yule mbwa. Aliingia ndani na kumuita yule mbwa. Mbwa kisha alitokea akiwa na damu nyingi mdomoni, na akatizama kitandani, hakuweza kumuona mtoto wake. Basi alichoamua kufanya yule mwanadada ni kuchukua rungu kubwa lilokuwa pembezoni mwa nyumba yake, akaanza kumshambulia yule mbwa, kampiga na kisha kamuua. Wakati mwanadada kaingia ndani atafute mwili hata mwanae, wakati ameinama chini ya uvungu akakuta mwili wa yule nyoka mkubwa akiwa amelaluka vibaya sana ndani ya vita ile alikuwa akipigana na mbwa. Akajua moja kwa moja yule mbwa kaingiwa na tamaa na kisha akamtafuna vikali mtoto wake. Yule mwanadada bila kufikiri, bila kupata wazo lolote, akatoka nje na kisha akamwona mwanae akiwa ametulia kabisa, mzima na ni wa afya. Yule mwanamama alishtuka, alitandwa na hofu kubwa, na kisha akageuka kumtizama. Kweli binti yake ni yule, ni mzima kabisa, ila akatizama pembeni, mbwa akashamuua na yule chatu tayari na yeye kauawa. Yule mwanadada alikaa na kufikiri sana. Hapo umejifunza nini? Kitu cha kujifunza ni kwamba usitende kabla ya kufikiri. Fikiri kwanza kisha fanya hatua. Unafikiri alivyochukua mamlaka yale na maamuzi yale ya kumuua yule mbwa, light asingelikuwepo yule mbwa, binti yake angemkuta ni hai? Asingemkuta hai. Hivyo ndivyo tunavyowapoteza watu wetu wa karibu, tunavyowapoteza wapendwa wetu kwa kutenda pasina kufikiri. Hivyo tumeweza kujifunza vitu vingi. Basi usisahau kufuatilia kipindi chetu cha High Drama, utakwenda kujifunza vitu vingi sana. Asante kwa mafansi mnaofuatilia ama kunifuatilia Mr. Gamba OG. Pia nitoe shukrani zangu za dhati kwa mwanadada Roach Queen kwa kazi yake nzuri aliyoifanya na anaoendelea kuifanya. Tuendelee kumfollow na kumsapoti mwanadada huyu, anajitoa. Asante sana. Asanteni.